Biblia inatuambia kwamba kwa habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika, hata mwana, ila Baba pekee. Watu wengi wanajiuliza ni kwa nini Yesu hakusema au hakutaja ni siku ipi atakayokuja. Swala linaanzia hapa. Biblia inatuambia kwamba yaliyofunuliwa ni kwa ajili ya sisi wanadamu, lakini yaliyofichwa ni kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo swala sio ni lini Yesu atakuja. Swala ni kwamba yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Mambo ambayo hayajafunuliwa ni ya Mungu peke yake. Kwa hiyo swala la siku ya kurudi Yesu Kristo kufichwa linamhusu Mungu peke yake, sio sisi wanadamu. Sisi jukumu letu ni kuamini kwamba Yesu atarudi. Yesu atarudi. Kwa hiyo yaliyofunuliwa yote ni yetu sisi wanadamu. Watu wengi wanajiuliza kwa nini Bwana Yesu asingesema siku atakayorudi ili watu tujue na tujiandae. Nimeona mara nyingi watu wamekuwa wakipiga mahesabu, wakikalkuleti, wakianza kutoa bashiri au wakianza kukadiria mwaka ambao atarudi Yesu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji unayenisikiliza, neno la Mungu limeweka wazi kabisa kwamba siku hiyo hakuna anayejua. Kwa hiyo asitokee mtu yote akakwambia Yesu atarudi mwaka 2025 au atarudi mwaka 2026, kwa sababu Biblia imeshasema siku ya kuja kwake hakuna anayejua. Haina haja ya kupiga mahesabu na kukalkuleti na kuanza kubashiri kwamba atarudi mwaka fulani, wakati neno la Mungu linatuambia hakuna anayejua, kwa sababu yaliyofunuliwa ni yetu, yaliyofichwa ni ya Mungu. Hata akipiga hesabu za aina gani akikwambia ni mwaka fulani, hakuna anayejua saa na siku ya kurudi Yesu Kristo. Yaliyofunuliwa ni yetu, yaliyofichwa ni ya Mungu. Kama Yesu angetuambia atarudi Jumatano, leo hii kwetu sisi Tanzania kweli ni Jumatano. Je, mtu wa Amerika ni Jumatano? Kwa hiyo majira na nyakati kwetu sisi hapa duniani zinatofautiana. Amerika utakuta ni Jumanne, labda utakuta kwetu sisi Afrika ni Jumatano, au utakuta nchi fulani masaa majira yametofautiana. Kwa hiyo sio vyepesi mtu kukwambia kwamba Yesu atarudi mwaka 2025 mwezi wa 4 siku fulani, wakati unakuta sisi kwetu masaa ni tofauti na bara lingine. Kwa hiyo Yesu alichokisema, siku yeye atakaporudi kila jicho litamuona. Hakusema ni lini, anasema kila jicho litamuona. Kwa hiyo haitegemei siku, haitegemei labda mwaka fulani, lakini tunachotakiwa kukitambua ni kwamba atakaporudi yeye kila jicho litamuona. Biblia inasema nini kwa habari ya kurudi Yesu Kristo? Alisema atakuja kama mwivi, kama umeme unavyotoka mashariki na kuonekana upande mwingine. Kwa hiyo kusema kwamba kila jicho litamuona, hayo ni mambo yanayomhusu Mungu, ni ya kimungu. Tutamuonaje? Kila jicho litamuonaje? Mimi na wewe hatujui, lakini kila jicho litamuona. Neno la Mungu linatuambia kwamba Yesu Kristo atakaporudi au Bwana Yesu atakapokuja kutuchukua sisi, Biblia inasema kwamba waliokufa watafufuliwa kwanza, sisi tuliosalia tutanyakuliwa. Sasa huo ni unyakuo. Sio kila jicho litamuona katika kipindi hiko, lakini kipindi ambapo kila jicho litamuona Yesu ni kipindi kile atakapokuja kuanzisha utawala wake, atakapokuja kuanzisha ufalme wake wa miaka 1000, ule ujio mwingine, ndipo kila jicho litakalomuona. Kwa hiyo sasa anapokutokea mtu anakuambia kwamba Yesu atakuja mwaka fulani, huo ni uongo, kwa sababu neno la Mungu linasema siku ya kuja kwake Yesu na saa ya kuja kwake Yesu hakuna anayejua. Wewe unachotakiwa ni kujiandaa na kuishi maisha matakatifu na kumwamini Mungu kwamba Yesu atarudi. Lakini anapotokea mtu anakuambia Yesu atarudi mwaka 2031, huo ni uongo, kwa sababu neno la Mungu linasema hakuna anayejua hiyo siku au saa. Hayo mambo yamefichwa. Hata Danieli aliambiwa nenda zako Danieli, kwa sababu mambo haya yamefichwa. Kwa hiyo hakuna mtu anayejua saa ya kurudi Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo alitupa ishara, alitupa viashiria. Mtakavyoona vitu fulani vinaanza kutokea, basi mjue nipo karibu, lakini hakusema ni lini.
Kwa hiyo hamna mtu anayejua unyakuo ni tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka gani, na Yesu atakapokuja atakuja tarehe fulani, hakuna anayejua. Lakini tunachojua atakuja na unyakuo utakuwepo. Unachotakiwa kukifanya ni kujiandaa, heri ya keshaye, ili Bwana wake atakapokuja amkute. Sasa sisi anapotokea mtumishi anaanza kutuambia mwaka fulani ndio unyakuo, ndio Yesu anarudi, tunashindwa kuelewa kati ya yeye na neno la Mungu nani yuko sahihi. Maana neno la Mungu nasema kwamba yaliyofunuliwa ni ya wanadamu, yaliyofichwa ni ya Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, napenda kukutia moyo kwamba tuendelee kujitakasa, tuendelee kumwamini huyu Mungu, tuendelee kumwamini huyu Yesu Kristo, kwa sababu saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hiyo tumsujudie yeye na kumwabudu aliyezifanya chemichemi za maji na nchi, aliyeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wa neno lake. Huyo pekee yake ndiye anapaswa kuabudiwa.